Jambo mzee. Jambo. Unaweza kujitambulisha? Mimi naitwa James Fieka Adui. Ni porte-parole wa mvuma ya MPDAC. Na kwa mvuma ya MPDAC wewe unashughulika kama nani? Mimi ni msemaji wa mvuma wa wazalendo. Aha. Kazi yangu ni kutetea wazalendo na raia yote ya Kongo. Sawa mzee, sasa siku ya leo kama tumekualika ni kwa sababu ya tetesi ambazo tumezipata ya kwamba front ya Katogota na Kamanyola kuna mpambano ambayo yamefanyika siku ya leo tarehe 5 huu mwezi wa 5 mwaka 2025. Sasa tulikuwa tunataka tupate ufafanuzi kutoka kwenu wewe kama vile msemaji wa wazalendo, utuhabarishe, utuambie mambo yakoje. Mimi napatikana Uvira kwa sasa kwa mida hii. Lakini tulipigana Kamanyola kule Katogota. Kosi yetu iko kule na tulifika adui M23, tulipiga kabisa kweli kweli, na Katogota iko mikononi mwetu ya wazalendo pamoja na FARDC. Sasa na hizo taarifa za kusema ya kwamba wazalendo wamefanikiwa kumfukuza adui katika mji wa Katogota, wewe kama wewe umezipataje? Mimi wanajeshi wetu wako kule kwenye front. Na sasa zote tuko naongea nao, wanatuambia kwamba wanadhibiti mji wa Katogota. Na front inaweza kuwa mlianza saa ngapi na hadi saa ngapi pale Katogota? Vita ilianza sete na mpaka sasa vita ingali, kwa sababu Katogota wazalendo wakoemo, Kamanyola ndio kwenye adui anakimbilia, lakini tuko tunasonga mbele kumpiga. Na ni nini kabisa dhamira ya hii mashambulizi yenye mlifanya leo dhidi yao waasi wa M23? Nini ilikuwa ni nia yenu kabisa? Sisi nia yetu ni kupiga adui atoke mchi yetu, arudie kwa Rwanda. Na kitu gani ambacho unaweza ukawaambia raia wa Kongo, hususan raia wa Sud Kivu ambao wanahadaika na hiyo hali ya kuingiliwa na waasi? Mimi naambia raia ya Sud Kivu ya kwamba wasiogope, walizaa watoto. Tutafieka adui na Sud Kivu na Kongo yote nzima itakuwa ya Wakongomani, na adui atarudi kwenye alitokaka. Na kuna tetesi zingine ambazo tulipata ya kwamba mu Haut Plateau ya Uvira, precisement mu kijiji cha Kageregere, nako kuna hali ya wasiwasi. Nyinyi kama wazalendo, hiyo hali mnaongelea aje, na ni kitu gani ambacho mnaweza mkaambia raia wa Kageregere na raia wote wapatikanao katika nyanda ya milima mirefu ya mjini Uvira? Kageregere kuna adui, lakini ule adui ni mnyama mdogo kwetu, na wanajeshi wetu wa wazalendo wanajiandaa pamoja na FARDC kumfieka. Bita kidogo tu tutamfieka. Mbie nini kama vile maombi ambao unaomba raia ambao watizama ambao wenyewe ni wazalendo lakini hawana uwezo kushika bunduki, unataka wasaidie nini kwa wazalendo? Mimi naweza kuambia raia yetu ya Kongo. Okay. Kazi yetu sisi ambao tulijitolea kwa kufieka adui, tunaomba msaada yeyote anayekuwa na $1 kigozi moja ya bunga, tutapata nguvu kumpiga adui, kwa sababu sisi tumejitolea kwa kumpiga adui, kumchapa. Tunawaomba raia pamoja na serikali yetu ya Kongo itusaidie, tukamatane mkono kwa mkono, ibega kwa libega, tufieke adui. Mahali popote adui anapopatikana tutampiga, kwa sababu hii nchi ni yetu. Hii nchi sio ya Wanyarwanda, hapana. Hii nchi ni ya Wakongomani. Na tunavyojua sisi Wakongomani ni ya kwamba nyinyi wazalendo na support FARDC. Na FARDC tunajua ya kwamba waliongea na wahasi wakapatana kusitisha mapigano, yani cessez-le-feu. Lakini tunashtuka kusikia leo nyinyi wazalendo mmepigana, ili hali ya kwamba nyinyi ni wasaidizi wa FARDC. Sasa hiyo imetokea aje? Sisi wazalendo ni warahia mtomboki, warahia ambao walijitolea kwa ajili ya nchi. Sisi habari ya cessez-le-feu hatuko dakoro. Hatuko dakoro na cessez-le-feu. Kuna wanajeshi wa FARDC wenyewe wako na collaborate na M23. Hata msisi wazalendo kuko wenyewe collaborate na M23. Lakini mu FARDC muko wazalendo, na mu wazalendo kuko wazalendo wenyewe wako timamu kabisa. Tunasema sisi kazi yetu cessez-le-feu hatuko d'accord. Tunaomba rais wetu, sisi tunataka Wanyarwanda warudi, inchi ni yetu. Hatutaki kuona Wanyarwanda wa M23 wa AFC watwigwanyeho ndani ya Kongo yetu. Kongo ni ya Kongo. Message ya mwisho kwa adui. Message ya mwisho naambia adui, tutawafieka, tutawapiga, hatuogopi, tuna nguvu, tuna mamlaka, tuna nguvu, kila kitu tuko nakyo. Adui ajitayarishe, na sisi tuko timamu kwa kumchapa
kuhani na mali tutamfieka. Asante sana.